Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Wanajeshi wawili wa ulinzi wa jeshi la anga waliuawa kishahidi walipokuwa wakitekeleza dhamira yao ya kutetea anga za nchi wakati wa uchokozi wa jana Jumatatu na utawala wa Kizayuni. Televisheni ya taifa ya Irani ilisema Israeli na Irani zilishambuliana mashambulizi Jumatatu kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati kuanza miezi miwili iliyopita, licha ya rais wa Marekani Trump kutoa wito wa kujizuia. Nchi zote mbili zilisema baadaye Jumatatu kwamba zilikuwa zikisitisha mashambulizi. Irani na Israeli zilikuwa zikienda huku na huko, na sasa zote mbili zilikubaliana kupitia mimi kusimamisha, na tuko katika hali ya mwisho ya kile ambacho kitakuwa mpango mzuri sana, Trump aliwaambia waandishi wa habari aliporejea kutoka kwenye mchezo wa fainali ya NBA mapema Jumanne. Taarifa hii inatupasha vifo vya wanajeshi wawili ambayo inatolewa. Sasa hapa utasikiliza upande wa pili. Unaona, Irani wanajeshi wawili wameuawa, Israeli katoa taarifa kuwa hakuna hata majeruhi. Halafu unakaa na hiyo taarifa unasema yes, hii ndio taarifa halisi. Yani unaamua kuficha taarifa, yani kuficha taarifa haikufanyi wewe kuwa shujaa, lakini ukweli unaweza ukaujua mwenyewe. Kuwa unaweza ukatoa taarifa ukasema kuwa 100% tume intercept, lakini upande wa pili wakakuambia tume. Nilishawahi kulifafanua kwa nini hawa upande wa pili wanaweza wakasema na kwa nini upande wa pili wanaweza wakazuia taarifa. Kifo kwa upande wa Israeli ni laana. Wao kifo ni kitu kibaya sana. Lakini hawa upande wa pili kifo kwao wala si kitu ambacho kinawasumbua sana. Yani ni kitu ambacho wanaona ni sehemu ya mapitio ambayo ya kawaida. Sasa ndio maana unaona kuwa Irani wanaweza kutangaza, na mara kadhaa wametangaza, na hili wala halina aibu upande wao. Nadhani hili limekuwa hivyo mara zote, na upande wa pili wamekuwa taarifa ya kujeruhiwa, taarifa ya kifo, taarifa yoyote imekuwa ni taarifa ambayo ikizuiliwa kwa nguvu zote isijulikane mara ya upande wa pili. Sasa ukiangalia hii taarifa ambayo imetolewa upande huu, ngoja ni kuonyeshe taarifa ya upande wa pili imezungumzaje kuhusu haya mashambulizi. Hii taarifa imeandikwa na Jerusalem Post. Inasema hivi: picha za satellite zilizochapishwa na Solar Atlas mapema Jumanne asubuhi kwenye mtandao wa X ambao zamani ulifahamika kama Twitter zinaonyesha kwamba kituo cha anga cha Ramat David kaskazini huenda kilipigwa wakati wa kwa mashambulizi ya Irani hivi karibuni kati ya Jumapili na Jumatatu. Wanasema ukilinganisha picha za satellite kutoka Jumatatu na picha za Juni 5, inawezekana na kinaonyesha kuwa athari ya shambulizi kwenye anga kwenye kituo hicho ambacho kiko karibu na Migdal Hamek kaskazini mwa Israeli zinaonekana. Anaendelea kusema haijulikani wazi kutokana na picha hizo kiwango gani cha uharibifu kilikuwa kimetokea au kimeharibu. IDF haikuweza kujibu uchunguzi uliofanywa na Jerusalem Post, hata ufafanuzi haikujibu ambao ulikuwa umeandikwa awali na jarida la Yediot Ahronoth ambalo liliripoti kwa mara ya kwanza kwenye mtandao wa X kuhusu Solar Atlas. Mwezi uliopita pia kulikuwa na picha zilizochapishwa za kile kinachoonekana kuwa mashambulizi mawili yaliyoipiga Ramat David wakati wa operation ya Rising Lion kwa kipindi hicho. Sasa hii ndio taarifa ambao unaweza ukaona tofauti ya upande huu na huu. Upande huu hauwezi ukakubali. Ukichukua taarifa ambayo mfano zilitolewa kipindi cha nyuma hapa na Marekani, utaona Trump anarudia na Peter Hegseth anarudia na viongozi wa Marekani wanarudia mara nyingi kukuambia kuwa Irani haina jeshi, Irani tumeimaliza, Irani kila kitu kimekuwa. Halafu unachukua taarifa chache sana ambazo zinatoka upande wa pili wa Irani, wanasema kuwa tumepiga kambi ya Marekani, tumeharibu sehemu fulani, tumeharibu mifumo. Halafu unaona taarifa upande wa pili imekataa kabisa madai hayo kuwa hizo taarifa ni za uongo na hakuna kitu kama hicho. Kadri muda unavyokwenda
Uchunguzi unakuja unathibitisha, nadhani ni wiki jana, ambapo kuwa hadi BBC waliidhinisha, wakatoa taarifa wakasema kuwa unaonyesha kuna athari kubwa ilifanyika. Yani kuna athari kubwa ilifanyika. Sasa wao huwa hawathibitishi, yani wao huwa hawakubali, ila wana tabia ya kujificha kwenye mafanikio feki ya kuonyesha kuwa hatuna madhara yoyote. Ndio maana niliwahi kuambia kuwa mimi ninazo sosi nyingi ambazo ziko sehemu nyingi. Sheria iliyotungwa ndani ya Israeli ndio sheria inayofanya kazi ndani ya UAE. Nadhani niliwapa alert rafiki zangu waliokuwa UAE, lakini hata waliokuwa ndani ya Israeli kuna wakati niliwaambia kuwa hata jinsi ninavyowasiliana nao mimi niliwafundisha jinsi ya kuwasiliana. Msiwe wawazi, kwa sababu ukweli kuwa taarifa zilikuwa zikifuatiliwa kwa kiwango cha hali ya juu. Leo hii upigaji wa picha ni makosa, urushaji ni makosa, sijui kufanya nini ni makosa kweli kweli, kwa sababu tunadhibiti taarifa. Hatutaki matukio yote yadhihirike kutoka nje, hatutaki matukio watu wayaone. Sasa ile haikufanyi kuwa hodari, maanake unarudi kwenye nadharia na kauli za Kiswahili kuwa mficha maradhi. Yani hiki kinaitwa ni tabia ya mficha maradhi. Kwa hiyo nini? Mauti yatakuja kumuumbua, kwa sababu wewe ulikuwa unaumwa ukaamua kuficha maradhi, lakini mauti yatakuumbua. Ndio hicho ambacho kinatokea upande wa pili, kuwa wao hawawezi waka print out, hawawezi wakatoa tathmini. Ndio maana mara zote wataweka fake report. Kama unakumbuka wakati wa mzozo ambao Yair Lapid alizungumza kipindi cha nyuma wakati wa mzozo wa Gaza kwa kiwango kikubwa, akasema kuwa taarifa zinazotolewa na IDF ni taarifa za uongo. Anasema ukienda kuchukua tathmini ya vifo ambavyo vimeripotiwa kijeshi, nenda kachukue tathmini zao ambazo wameziripoti kuwa kuna vifo hivi na majeruhi haya. Anasema nenda hospitali ya Soroka, ambayo ndio hospitali inatibu majeruhi, inatibu wanajeshi, inatibu watu ambao walikuwa kwenye vita. Anasema utapata ripoti tofauti na ile ambayo inatolewa huku. It means kuwa maana yake taarifa halisi zinafichwa. Hayo aliyasema Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa Israeli. Alisema kuwa taarifa zinazotolewa na IDF ni taarifa za uongo, ambazo zinaotaja vifo, zinaotaja majeruhi, zinaotaja vyovyote vile ni taarifa za uongo. Ukilinganisha na taarifa halisi ambazo unaweza kuzipata ikiwa utaamua kutembelea kwenye hospitali hizo halisi, utaenda kukutana na taarifa halisi ambazo sio taarifa fake ambazo zinazotengenezwa na wao. Sasa nadhani ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kuna taarifa moja imekuwa trend sana, ambayo imeanza kuanzia jana baada ya Marekani kumzuia Omar Abdul Qadir Atan. Omar Abdul Qadir Atan, refari bora wa Afrika wa mwaka 2025, asiingie kuhudumu kwa sababu FIFA walikuwa wamemteua kuwa atakuwa mmoja wa waamuzi ambao watasimamia mechi ndani ya ardhi ya Marekani. Alisafiri kutoka Kenya akielekea Marekani kwa kutumia pasipoti yake ya kidiplomasia. Yani alichukua pasipoti yake ya diplomasia kutoka Somalia ili kumwezesha kuweza kusafiri, ili waweze kumjengea uaminifu. Unajua diplomatic passport hauhitaji kuomba visa, wewe unanyanyuka zako, ukifika pale wataitazama na wataapprove, utaingia zako. Kwa hiyo Somalia ili kuondoa kadhia ya huyu, wakaamua kumpa diplomatic passport. Akasafiri mpaka akafika uwanja wa ndege wa Miami. Marekani wakamnyima visa kuingia. Elewa, huu ni mchezo wa FIFA. Nadhani nilishalieleza hili lilipoanzia, linapokuwa na linapoendelea, kwa sababu nyoka alianza kijinyoka kidogo kidogo kikachekewa, kinaendelea kukua kinang'ata, halafu kitafika sehemu kitang'ata kweli kweli, kwa sababu wanaokifuga hawaoni hatari, kwa sababu kile kijijoka kinang'ata wasiowapenda tu. Ndio maana hata wao wanaona kuwa ni sahihi tuendelee kumfuga huyu nyoka. Taarifa inasema hivi, kabla sija kuchambulia hili swali, taarifa inasema hivi: shirikisho la soka la Marekani au shirikisho la soka la FIFA limemwondoa mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Qadir Atani kutoka kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia la 2026 baada ya mamlaka ya Marekani kumkatalia kuingia nchini humo na kukomesha kile ambacho kingekuwa ni mara ya kwanza kwa mwamuzi wa mechi ya fainali za kombe la dunia kutoka Somalia.
Artani ambaye ni mwamuzi bora wa mwaka wa shirikisho la soka barani Afrika kwa wanaume mwaka 2025 alizuiwa kuingia Marekani katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami kwa saa kadhaa na akarejeshwa Uturuki. Mamlaka ya uhamiaji ya Marekani yenyewe haijatoa sababu yoyote ya uamuzi huo hadharani. Katika taarifa iliyotolewa na FIFA ilisema Artan hataweza kushiriki katika mashindano hayo baada ya majadiliano na mamlaka za Marekani. FIFA inaweza kuthibitisha kwamba mwamuzi wa mechi Omar Abdulkadir Artan hataweza kufanya mazoezi ya kuchezesha mechi za kombe la dunia la FIFA 2026 baada ya kukataliwa kuingia Marekani, shirika hilo lilisema. Shirikisho la soka FIFA limemuondoa mwamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir kutoka kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia baada ya mamlaka ya Marekani kumkatalia kuingia nchini humo na kukomesha kile ambacho nimekitaja hapo awali. FIFA anasema mshauri mkuu wa wizara ya vijana ya michezo ya Somalia alithibitisha kukataliwa kuingia na kusema Artani alikuwa akisafiri na hati halali. Alikuwa akiongea na BBC. Afisa wa ubalozi wa Somalia jijini Nairobi alisema Artani alipewa pasipoti ya kidiplomasia ili kurahisisha usafiri baada ya matatizo ya awali yanayohusiana na visa. Ripoti hiyo ilisema kwamba shirikisho la soka la Somalia limewasiliana na FIFA kutafuta ufafanuzi wa haraka kujua kadhia hiyo. Ingawa siwezi kuzungumzia taarifa za dharau kuhusu hilo, naweza nikakwambia, anasema ulikuwa ni uamuzi sahihi wa forodha na doria ya mpaka. Ninaunga mkono uamuzi huo. Andrew Giulani ambaye anaongoza kikosi cha ikulu ya White House kwenye kombe la dunia aliambia BBC World Service. Sasa mmeelewa hili? Mmekumbuka niliwahi kulizungumza lini? Nililizungumza wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa, wakati uamuzi wa Marekani wa kumzuia Abu Mazin, na nimekuwa nikilirudia. Uamuzi wa Marekani wa kumzuia Mahmoud Abbas kuingia kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa, nililizungumza kuwa haya yataendelea kwa sababu waliopaswa kuchukua hatua walipaswa wachukue hatua. Leo hii kuna taarifa ambayo imeandikwa kuwa washabiki wengi wa timu ya taifa ya Irani wamenyimwa visa kuingia Marekani. Unakaa unajiuliza, hii ni World Cup ambapo unaona kuwa sheria au wanasema, unajua ukiwafuatilia FIFA wanasema kuwa masuala yetu huwa yachanganywi na siasa. Leo hii ukifungua mashtaka kushtaki chama cha soka chochote kwenye nchi yako, FIFA wanaifungia hiyo nchi. Yaani FIFA wanaifungia nchi yako, haiwezi kashiriki vyovyote kwa sababu wanasema mambo yao huwa hayaamuliwi na serikali wala hamna lolote. Lakini Marekani anapochukua hatua, FIFA wanasema tunaunga mkono kwa sababu FIFA wamemdrop out. Yaani wamemuondoa kwenye kwenye ushiriki referee baada ya mamlaka ya Marekani kumuondoa, na wao wamemuondoa. Yaani FIFA ambayo walipaswa wawe nyuma ya Omar huyo Artani, walipaswa wawe nyuma yake kumlinda dhidi ya uamuzi wa Marekani, wao pia wameungana na Marekani. Jamani, huwa ninasema hivi, dunia inapoishi kwenye double standard ya unafiki, msitegemee dunia itakuja kuishi kwenye amani, kwa sababu si wote wataokubali kuonewa. Kuna wengine watazijua haki zao na sheria zao, watakujia juu au watakukatalia pale utapotaka kuchukua hatua hizo. Angalia unafiki. Wakati wa uvamizi wa 2014 wa Urusi kule Ukraine, wakaichukua Crimea. Kuanzia hapo ikaanzisha chokochoko na ulimwengu wa magharibi. Wakaanza kuwafuatilia kuanzia wanariadha wa Urusi. Wanariadha wa Urusi walisimamishwa na shirikisho la riadha duniani miaka kushiriki michezo ya riadha kwa kile ambacho walisema tumewakuta na dawa za kusisimua misuli, sijui tumewakuta na nini. Lakini uvamizi wa 2022 wa Urusi ndani ya Ukraine ulichukua wiki 2 tu kumuondoa Urusi kwenye mashirikisho yote, ikiwemo UEFA, ikiwemo FIFA, ikiwemo mashirikisho yote yalimuondoa Urusi. Hatoruhusiwa kushiriki kwenye michezo kwa sababu anakiuka. Sasa niambieni kuwa alichokifanya Urusi Ukraine, alichokifanya Israeli Gaza, nani kafanya zaidi? Palestina waliwasilisha malalamiko yao kwa FIFA kuwa hawa Israeli kuna maeneo ambayo wanayakalia kinyume cha sheria kwetu, wametaifisha na wamejenga viwanja vya mpira ambavyo viko kinyume na sheria za kimataifa.
wametutaifisha, kwa nini mnawaruhusu kushiriki? Wapo Israeli, klabu zao, timu zao ziko UEFA vizuri, zinashiriki kabisa, lakini Urusi haruhusiwi kwa sababu Urusi alianzia. Lakini kinachofanywa na Israeli ni halali, kile kinachotokea ni halali. Sasa FIFA wanamuondoa Omar. Hivi unaweza ukaniambia shida ya Omar ni nini? Ni usomali wake tu, hakuna kingine. Yani ni usomali wake tu ndio uliosababisha haya yote yatokee, kwa sababu yeye anatoka kwenye taifa la Wasomali ambalo si rafiki wa Donald Trump. Umeona Donald Trump anaoparurana na kina Ilhan Omar huko. Yeye ana chuki kubwa na Wasomali. Sasa shida ya Omar ni yeye tu ni kuwa ni Msomali. Halafu husikii wazungu wakilalamika. Husikii. Kitu kimoja nitawakumbusha. Kuna rafiki yangu mmoja, nadhani anaishi Canada. Kuna siku alinitumia message. Akaniambia hivi, Rahbi, kuna wakati ulikuwa ukizungumza kuhusu Westin na mimi nilikuwa niko kwenye nikikufuatilia, niko kabla sijawajua wazungu, nilikuwa naona kama unachuki sana na wazungu. Anasema ninaishi Canada. Ukweli maisha niliyoyaona wazungu walivyo na roho zao walivyo, hawezi kunidanganya mtu kuamini kuwa wazungu wanapenda sisi wa Afrika tufanikiwe au wako nyuma wanatamani kutuona na sisi tukiendelea. Siwezi kukubaliana na hicho kitu kabisa. Hakuna mzungu anayetamani kuona Mwafrika ameendelea. Hakuna mzungu anayetamani Mwafrika afanikiwe. Hayupo mzungu atakayekuja kumkomboa Mwafrika. Hilo haliwezekani. Nakwambia kitu kimoja, fanya hivi. Donald Trump awamu yake ya kwanza ilikuwa wazi imebeba chuki dhidi ya jamii zingine. Hata alipoziambia mamlaka za Marekani, kama mlikuwa na shida ya wahamiaji, basi mngechukua wahamiaji kutoka Sweden, mngechukua kutoka Norway. Msichukue hao Mashariki ya Kati wala msichukue kutoka Afrika. Kwa hiyo chuki ilikuwa wazi kabisa. Katika awamu ya kwanza ya Donald Trump, alivyotoa maoni yake kuhusu Afrika, aliita zile nchi za Afrika, aliziita shithole countries. Shithole, siwaambii, ni mashimo ya takataka yaliopo huko, shithole countries. Hakuwahi kuwa na sera yoyote nzuri dhidi ya Uafrika. Kwa hiyo Uafrika kwake ilikuwa ni chuki kubwa, alikuwa ametanguliza dhidi ya Waafrika. Kwa hiyo alikuwa ametanguliza chuki kubwa dhidi ya Waafrika. Sasa angalia uchaguzi au rais wa kwanza wa Donald Trump ulikuwa umebeba chuki kubwa. Kampeni ya pili ya kurudi White House ya Marekani, Trump ilikuwa iko wazi, imebeba chuki ya wazi kabisa dhidi ya wageni, dhidi ya Waafrika, dhidi ya wengine. Lakini ukitaka kujua wazungu walivyo, kuwa wote ni kitu kimoja, kitu pekee walichofanikiwa, wanaweza kuwa wanafiki wa kuigiza. Ndio maana wanaweza kutuletea kuwa tunashughulikia haki za binadamu, tunashughulikia, lakini ndani yake wameficha mambo mengi ambayo kiuhakika sio ya ukweli. Lakini wanajificha kwenye kile, wanajifanya kuwa wao ni wasaidizi wetu. Wao wanatupenda sisi. Wao wanatamani kutuona sisi tumefanikiwa kwenye hilo wanafanikiwa kujificha kufikia hapo. Lakini ukweli ndani yao wamebeba chuki. Sasa ukitaka kujua wakoje, angalia sera ya Donald Trump, alafu angalia kwenye uchaguzi kura alizoshinda. Alishinda kwa kishindo. Maana yake kuwa wakati wewe unamuona Donald Trump akizungumza kwa ubaguzi, na kile unachoaminishwa kuwa kweli anazungumza kuhusu ubaguzi, sio wazungu wote wako hivyo. Wenzako ndani ya vifua vyao walikuwa wanampigia tiki, kweli huyu ndio mwenzetu. Kwa sababu Trump anachowazidi wazungu wenzake ni kuwa yeye hana unafiki wa kuzungumza chuki. Yani yeye chuki yake iko wazi, mimi wewe sikupendi basi. Kwa hiyo wenzake walichomzidi ni kuwa wanaweza kuficha unafiki wao dhidi ya chuki za wengine. Ndio pekee walichomzidi Trump. Lakini kiuhalisia hawa wote wanaimba wimbo mmoja wenye midundo yenye kufanana. Wote wanaimba wimbo mmoja wenye midundo yenye kufanana. Hawa ndio wazungu. Wazungu wameujaa chuki kweli kweli. Lakini unaona kuwa Marekani inachukua hatua, aliyepaswa kuclear naye anaongeza. Leo hii yani kinga yake na nini? Omar alitegemea kuwa atasikia tamko lolote katika taasisi anayoitumikia FIFA. Anaona kuwa hii ndio naitumikia na hawa ndio walezi wangu na wao ndio walioniteua mimi, sio mimi niliomba. Waliona ubora wangu wakaamua kuniteua. Lakini Marekani anamzuia, FIFA wanamzuia, kuonekana kuwa tunaunga mkono uamuzi wa Marekani wa kumzuia. Ndani yao ni wale wamebeba chuki kubwa ambazo kuwa kujidhihirisha tu hazipo, lakini wanafahamu nini wanakifanya. Kwa hiyo chuki
inaendelea kuishi hai katika vifua vya watu wazungu, ambapo kuwa ndani yake wana chuki kubwa sana na jamii zingine. Shida ni kuwa jamii zingine zimewateua na kuwafanya kuwa wao ni special na wao ndio wanaweza kutatua matatizo ya watu wengine. Yani ndipo tulipojikwaa na kujidanganya kuwa hawa ndio suluhisho la matatizo yetu.